Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Sasa nina taarifa za kimkakati sana hapa nataka tuzungumze sasa hivi, taarifa ambazo zinazungumza mpango ambao umewasilishwa na Marekani katika kinachoitwa pale mazungumzo kati ya wawakilishi wa Irani na wawakilishi wa Pakistani pamoja na Marekani kuhusu mpango wa kusitisha mapigano kati ya Irani pamoja na Israeli pamoja na washirika wake Marekani. Nafahamu kwamba Iran walitoa tamko kwamba wamesema kwamba wao hawajazungumza na mtu yoyote. Iran wanasema kwamba wao hawakuzungumza na mtu yoyote, na hayo mazungumzo ambayo wanasema Trump amesema kwamba yanaendelea ni mazungumzo ambayo ni hewa. Lakini vile unafahamu kwamba Netanyahu alisema kwamba wao wanaendelea na mpango wao wa kuendelea kutimiza malengo ya Israel ndani ya Iran, na kimsingi ni kwamba malengo yake ya Irani, malengo ya Israeli katika Irani ni yale yale ambayo Irani haina silaha za nyuklia moja, Irani ambayo haitishii usalama wake, Irani ambayo haisapoti makundi ya proxy, Hamas, Fanimiyun, Katibu Hezbollah pamoja na Houthi, lakini Irani ambayo haina hypersonic missile ambayo imekuwa ikitishia uwepo wa taifa la Israel. Lakini unakumbuka nilitoa uchambuzi kuhusu swala zima la mazungumzo ya Omani, baadaye mazungumzo ya Geneva. Sasa mazungumzo ya Geneva yalikuwa yamelenga kitu gani? Cha kwanza ilikuwa ni kuharibu kabisa mpango wa Natanz, Fordo na Isfahan. Hivi ni vituo vya kurutubisha nyuklia. Kwa hiyo wakina Steve Witkoff na Jared Kushner walitaka kwamba kituo cha Natanz, Isfahan na Fordo kiharibiwe kabisa. Hoja ya kwanza. Hoja ya pili, Iran iweze kutunga sera ya taifa ya kuweza kutendeleza tena mpango wake wa nyuklia. Lakini ya tatu, kibakie kituo kimoja cha Tehran ambacho kitakuwa kinafanya tafiti. Lakini ya nne, mpango wa nyuklia ambao umeendelezwa ambao umefikia 60% basi uchukuliwe upeleke Marekani. Lakini mpango wa tano ni kwamba unafahamu kwamba Irani iseme kwamba haitaendeleza tena mpango wake wa nyuklia. Sasa baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vimetoa ripoti ambazo vinaitwa kwamba hatua 15 za Rais Trump katika kumaliza mpango wake wa nyuklia, kama vile ambavyo alivyotoa hatua zake katika mpango wa Gaza. Mpango wa Gaza unasema hivi: uharibifu wa vituo vya Natanz, Isfahan na Fordo. Hii hatua inarejelea mpango wa Geneva. Kama unakumbuka, uharibifu wa hatua wa Isfahan, Natanz na Fordo, hivi ni vituo vya nyuklia viharibiwe kabisa. Lakini la pili anasema ni ufuatiliaji wa shughuli za nyuklia za Iran na shirika la kimataifa la atomiki. Yaani shirika la kimataifa la atomiki ifuatilie mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini la tatu anasema kuachana na makundi ya kijeshi na makundi ya wakala katika eneo la Mashariki ya Kati. Kuachana na makundi ya kijeshi na makundi ya wakala kwa eneo la Mashariki ya Kati. Hapa namaanisha makundi kwa mfano ya Hamas, Hezbollah, Katibu Hezbollah, Houthi na Fanimiyun. Lakini ya nne anasema hiyo katika wakala ni kuachana na wakala na kutokuwapa fedha pamoja na silaha. Ya nne anasema ni kufutwa kwa uwezo wa nyuklia uliopo. Yaani uwezo wa nyuklia wa sasa hivi wa Irani ambao umefikia 60% uweze kufutwa. Unarejelea mpango ambao wa Geneva na Omani kwamba mpango wa nyuklia wa Irani uweze kuharibiwa kabisa. Kwa hatua sasa hivi kiziona zinarejelea mpango wa Geneva pamoja na Omani. Lakini nyingine nasema ni ahadi ya kutojaribu kupata silaha za nyuklia. Yaani Irani ijidhatiti kwamba hawatapata silaha za nyuklia. Lakini anasema nyingine ni kusitisha anasema kusitisha utayarishaji wa vipengele vya nyuklia ndani ya eneo la Iran na kukabidhi vifaa vyote vilivyotayarishwa kwa tume ya kimataifa ya atomishi. The same mpango ambao ulikuja wa Omani wa kusema kwamba mpango wa nyuklia wa sasa hivi uweze kuharibiwa kabisa. Lakini nyingine nasema kuhakikisha
kipenyo cha mlango bahari wa Hormuz kipo wazi na inakuwa huru baharini. Sasa hii imekuwa ni hoja ya kiuchumi, nayo imeingia nyingine hapo kwamba hoja ya mlango bahari wa Hormuz nayo imekuwa ni sehemu ya msingi kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya mkakati wa kila taifa kuweza kujenga uchumi wake, ushawishi wake na mkakati wake katika kujiinua au kuongeza ushawishi wake wa kiuchumi. Kwa hiyo hoja ya mlango bahari wa Hormuz nayo imekuwa imeongezeka. Lakini nyingine anasema ni maamuzi ya mwisho kuhusu mpango wa makombora yameahirishwa hadi baadaye, lakini kutakuwa na ahadi ya wigo mdogo ili kuwa na uwezo wa kinga tu. Sasa hapa ukitazama kuna mpango mwingine ambao umeingizwa. Mpango wenyewe ni maamuzi ya mwisho kuhusu mpango wa makombora. Unafahamu kwamba kuna mapendekezo ya Israel ilikuwa ni kwamba kuharibu kabisa mpango wa Shahid, mpango wa Intercontinental na hypersonic, mpango wao mara kwanza. Kwa sasa hivi ukitazama kabisa kwamba kuna ahadi ambayo kimsingi imeingia. Sasa ukitazama haya maslahi ambayo ameweka Marekani kwenye meza mazungumzo, na ukirejelea kwa nini mazungumzo yalifeli ya Geneva. Mazungumzo yalifeli kwa sababu mpango wa Marekani unaingilia maslahi ya uhuru wa taifa la Iran. Unafahamu mapinduzi ya mwaka 1979 yalitaka nchi ambayo ni huru, nchi ambayo inajitegemea, nchi ambayo haiingiliwi wala haiingiliani na taifa lingine lolote. Hiyo ndio dhana nzima ya mapinduzi, kwamba tumefanikisha mapinduzi nchi ya Iran, tutakuwa taifa huru, taifa ambalo halichagui cha kufanya wala nini cha kusema. Lakini ukitazama vile vile katika of course hiyo process afurejelea vile vile na mpango kwa nini umekwama, moja. Lakini la pili, tazama maslahi ambayo aliyaleta au aliyaweka Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei alisemaje? Moja, kwamba maslahi ya Iran, kutazama kwamba lazima kambi za kijeshi za Marekani ziondolewe kabisa katika eneo Mashariki ya Kati. Lakini la pili, ahadi ya kutoshambuliwa tena. Lakini la tatu ni uhuru wa nchi ya Iran, lakini itengenezwe convention au declaration ambayo itakuwa inasimamiwa na Umoja wa Mataifa kwamba Irani haitashambuliwa tena. Lakini ukitazama katika mpango ambao wa leo wa Trump, kama Marekani wakipeleka mpango kwa Irani na kama Irani wakikubali, nini kitatokea? Moja, Irani itaondolewa vikwazo, sanction, total economic sanction na total economic boycott. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Irani itakuwa haipati matishio ya kuongezeka kwa vikwazo vya kiuchumi, anasema. Lakini la tatu ni kwamba Irani sasa itafaidika na kufanya biashara na jumuiya za kimataifa. Haya ndio mazungumzo ambayo yamewekwa mezani, ambayo kama Irani yakiyakubali, basi vita inaweza kufikia mwisho. Lakini wakati huo huo ripoti mbalimbali za kimataifa zinasema hivi, kuna zaidi ya wanajeshi 2000 wanataka kupelekwa katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kile ambacho kinachoitwa kwamba kupeleka shinikizo la haya mazungumzo. Unafahamu mimi ni mtaalamu wa negotiation by professional, nimesoma negotiation na nimesoma negotiation vizuri katika dhana ya conflict resolution. Sasa ipo hivi, negotiation kuna kitu kinachoitwa negotiation deadlock. Negotiation deadlock, yani mazungumzo kutofikia hitimisho au mazungumzo kutofikia mwafaka. Kwa mfano, kile ambacho kilitokea Oman na Geneva, kile kinaitwa negotiation deadlock, yani side meeting zote, kwa sababu kuna negotiation, unapoingia kwenye negotiation kama ni mkakati wa kufikia makubaliano, kuna kitu kinaitwa side meeting, kwamba pande ambayo inafanya mazungumzo inaruhusiwa kukaa katika katika mazungumzo na kuweza kufikia hitimisho. Sasa utazama haya mazungumzo, ukiyatazama kwa kweli hayajafikia hitimisho kwa sababu negotiation imekuwa ni deadlock katika pande zote mbili, la kwanza. Lakini la pili ni namna gani mpango ambao uliwasilishwa na pande zote mbili nao umekuwa haujakidhi maslahi ya pande zote mbili ambazo kimsingi zimekaa kwenye mazungumzo. Kwa sasa Irani waliamua bora waingie kwenye mapambano ya kijeshi kuliko
kuweza kukubali mpango wa nyuklia. Na ukitazama Iran wamesema kabisa kwamba wao hawatakubali au hawatakuwa tayari kukubali mpango ambao umewasilisha na Marekani kuweza kufikia maslahi yao ya kiuchumi.